Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa wema na rehema zake. Ametuamsha tena siku ya leo ya Jumanne tarehe 13 ya mwezi Januari, na nikukaribishe sana kwenye kipindi chetu cha Pambazuko, anza siku na Mungu. Na mimi nakuletea kipindi hiki ni mtumishi wako Kasisi Helman Bendi Madare, msaidizi wa kanisa Anglikana Bartolomayo Ubungo. Na niombe kabla sijakuletea mstari, basi mkaribishe rafiki yako, ndugu yako, jirani yako, ili wote kwa pamoja tupokee baraka hizi za maombi ya asubuhi. Na kabla sijaleta mstari, naomba niombe. Baba, katika jina la Yesu, tuna kila sababu ya kusema asante kwa ajili ya wema na rehema zako. Kwa kuwa Mungu, ni kwa rehema zako tu umetuamsha asubuhi tukiwa ni wazima. Mungu, tulipolala jana hatukufikiria kwamba kwa neema yako ungetuamsha tukiwa na nguvu na afya. Asante Bwana kwa ajili ya mama huyu, dada huyu, binti huyu, kijana huyu, mtoto huyu, na kila mmoja anayetufuatilia ndani ya nchi na nje ya nchi pia. Nami Bwana, ninaposimama mbele zako kwa ajili ya kuleta kipindi hiki, najiweka wakfu kwa ajili ya neno lako la leo Jumanne. Kwa damu yako Yesu Kristo, Mungu, ninaomba na kuamini. Amen. Asante. Basi mstari ambao Mungu ametusukuma tutazame katika Jumanne ya leo unapatikana kwenye kitabu cha Injili ya Marko sura ya 10 kuanzia aya ya 46 hadi ile aya ya 52. Marko sura ya 10 aya 46 hadi aya ya 52. Nami naomba nisome kama ifuatavyo. Maandiko yanasema hivi: wakafika Yeriko. Hata walipokuwa wakishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Timayo, Bartolomayo yule muombaji kipofu alikuwa ameketi kando ya njia. Naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, Mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti, Mwana wa Daudi unirehemu. Yesu akasimama akasema, mwiteni. Wakamwambia yule kipofu, wakamwambia, jipe moyo, inuka, anakuita. Akatupa vazi lake, akaruka, akamwendea Yesu. Yesu akamjibu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Yesu akamwambia, enenda zako, imani yako imekuponya. Mara akapata kuona, akamfuata njiani. Bwana Yesu asifiwe. Maneno haya ambayo nimetamani sana yawe ni mlango wa kutuongoza kwenye tafakari na maombi ya siku ya leo tarehe 13 Jumanne. Nimetafakari sana maandiko haya, na ukisoma hizi habari unakutana na makundi makubwa matatu, ama unakutana na wahusika wakubwa watatu. Kwanza unamuona mtu ambaye Biblia inamtaja kwa jina. Inasema huyo mtu ambaye anaitwa Bartolomayo, na anasema ni mwana wa Timayo, muombaji ambaye pia alikuwa ni kipofu. Lakini pia maandiko yanasema ya kwamba wakati Yesu akiendelea na safari zake, huyu muombaji kipofu ambaye alikuwa ameketi kando ya njia ili aombe, aliposikia kuna taharuki katikati ya maeneo yake, akauliza kuna nini? Na watu wakamwambia ni Yesu Nazareti anapita hapa. Na aliposikia kwamba ni Yesu, hapo hapo alianza kupaza sauti na kusema, Yesu mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Sasa angalia,
alipoanza kupaza sauti kwa nguvu, wale waliomzunguka wakamkemea kumwambia kwamba anyamaze. Lakini nampenda Bartimayo, hata alipoambiwa kwamba nyamaza, yeye bado alidumu, alikaza kwenye kuomba na kupiga kelele za kumwita Yesu. Akaendelea kuita, na baadaye Yesu akasema, mleteni. Na wale waliomzuia wakamwambia, jipe moyo, inuka, anakuita. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninapoyaangalia maisha ya Bartimayo, ninapoangalia mazingira ya Bartimayo, ninapoangalia hali ya Bartimayo, na Biblia inamweka wazi ya kwamba alikuwa ni mwombaji, lakini pia alikuwa ni kipofu, na alikuwa ameketi kando ya njia. Lakini nikwambie, ile kwamba alikuwa ni mwombaji, alikuwa ni kipofu, na alikuwa ameketi kando ya njia ili aombe sadaka, bado ndani yake alikuwa na maombi yake, ndani yake alikuwa na haja yake, ndani yake kuna jambo ambalo alikuwa analitumainia. Anaposikia ya kwamba Yesu Mnazareti anapita kwenye area yake, alijua hii ni fursa, hii ni fursa, na akakaza, akapiga kelele, akaita, Yesu mwana wa Daudi, unirehemu. Na ngoja nikwambie, alipokaza namna hii, wako watu wakamwambia, nyamaza, nyamaza, unapiga kelele. Ninampenda Bartimayo, kwani aliendelea kuita Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ninaongea na mtu mmoja hapa kwa jambo hili ya kwamba kwenye maisha yetu, kwenye maisha ya mwanadamu, katika nyakati mbalimbali zilipitia, nyakati za kutengwa, nyakati za kuachwa, nyakati za mateso, lakini uko wasaa. Ziko nyakati, kuna nyakati ambazo Bwana ameziandaa ili kutujilia. Wakati huu wa Yesu kukatiza Yeriko, kukatiza katika mazingira haya, hapo ndipo ilikuwa ni wakati wa Bartimayo mwombaji kujiliwa. Na alipogundua kwamba ni wakati wa kujiliwa kwake, hakutaka kupoteza muda, alipaza sauti, aliita Yesu. Ngoja nikwambie, kuna watu hapa ambao wanapita katikati ya magumu, katikati ya maumivu, katikati ya uchungu, katikati ya mateso, katikati ya kuachwa, katikati ya kutengwa. Ngoja nikwambie, watu ambao wamepoteza tumaini, wamekosa msaada, hawana pa kwenda. Na kuna nyakati ambazo hata wakijaribu ili wajikwamue katika mateso na maumivu yale, bado kuna watu wanawaambia, wewe nyamaza, wewe uwezi, wewe tulia, usiwasumbue watu, shida yako hii, pambana nayo wewe mwenyewe. Kuna watu ambao kazi yao ni kufiisha, kuzuia harakati za watu kujikwamua katikati ya changamoto zao. Wako hawa watu ni wauaji, hawa watu ni watesaji, watu ambao wanapoona kuna watu ambao wanapambania ili wajitoe katika mateso, wajikwamue kwenye uchumi, wajikwamue kwenye maisha. Kuna watu ni wakandamizaji, ni mabingwa kuwakatisha watu tamaa, kuambia wewe hauwezi, mambo haya ni magumu sana, biashara hizi ni ngumu sana, wewe hauwezi, nyamaza, huwezi kufika popote. Wako watu kwenye maisha ambao tunaishi nao, tunajumuika nao, lakini siku zote tunapopambana tutoke kwenda kujikwamua kwenye changamoto hizo, hao watu ni mabingwa wa kutunyamazisha. Mimi sishangai, maana hata nyakati za Yesu hao watu walikuwepo. Bartimayo alipomua kupambana ili ajitoe kwenye utumwa, maana mbele yake anaona msaada, kuna watu walimwambia, Bartimayo nyamaza. Ngoja nikwambie, mimi sijui naongea na nani hapa. Kuna watu ambao wanapambana, wanaweka bidii, wanafanya kazi kwa bidii, wanajituma, wanapambana masokoni, wanapambana kwenye ujasiriamali, wanaamka mapema, wanapambana. Lakini kuna watu ni dream killer, ni wauaji wa ndoto, na tunao kwenye mazingira yetu, tunao maofisini, tunao makazini, tunao kwenye familia, dream killers.
wauaji wa ndoto, wauaji wa kesho ya watu, wauaji wa kesho. Ngoja nikwambie, na mimi najua unanisikiliza, kuna watu wanakuzunguka, wana hizo spiriti, wana hizo roho, wana hayo mazingira. Unapoamua kwamba nijikwamue kwenye eneo fulani, nakwambia huwezi. Hii biashara inafanywa na watu ambao ni maarufu, wenye mtaji mkubwa. Wewe ni nani? Ngoja nikwambie, yuko mtu mmoja Bartimayo, aliona ya kwamba uponyaji uko mbele yake, hakusikiliza sauti za watu, alidumu kupata. Ngoja nikwambie, hata kama unakuzuia, nataka nikwambie asubuhi ya leo Jumanne, wewe endelea kukaza kwenye nia iliyo mbele yako. Huo ndio wakati wa kujiliwa kwako. Unapata msukumo ndani kuanzisha biashara, unapata msukumo ndani kuomba kazi, unapata msukumo ndani kufanya jambo fulani. Huo ndio wakati wa kujiliwa. Haleluya, haleluya. Nataka nikwambie dada, kaza mwendo. Dada, kijana, kaza mwendo. Hata kama ni watu wa karibu sana ambao wanaokesha tamaa, wewe kaza mwendo. Ulichokiamini kama ni cha Bwana, endelea. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikwambie, nikampenda Bartimayo. Alipoambiwa na Yesu njoo, jambo la kwanza alitupa vazi la uombaji. Ngoja nikwambie, zamani zile waombaji walikuwa wanapewa mavazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mavazi maalum, utambulisho maalum. Akatupa vazi, kimbia kwa Yesu. Yani kwambie, kuna vazi unalo, wamekuvisha watu kwamba huyu ni mtu wa hivi hivi tu, huyu ni mtu wa kusaidiwa tu, huyu ni mtu tu wa namna hii tu, huyu mtu. Ngoja nikwambie, hilo vazi nitupe leo. Hakumwambia Bwana Yesu, mimi ni mfanya biashara mkubwa, mimi mfanya kazi mkubwa, mimi ni mjasiriamali mkubwa, mimi ni mtu mkubwa kuanzia leo. Ngoja nikwambie, hiyo imani yako itakupeleka kwenye ndoto zako. Bwana Yesu asifiwe. Amka, nenda, achana na maneno ya watu wa ndoto, achana na maneno. Nenda shule, rudi darasani, nenda kazini, nenda kwenye biashara, nenda. Hata kama unamtaji mdogo, wewe nenda, maadamu ni Yesu amekuita, nenda. Haleluya. Naomba nikuombee hapa, naomba nikuombee. Haya maombi yatakuvusha mwanangu. Hautabaki hapo kwenye kando ya njia kusaidiwa na watu wengine. Wewe sio mtu wa kusaidiwa. Wewe ni mtu wa kusaidia wengine. Sema, Mungu Baba, mimi mtumishi wako na mtoto wako, nimesikia habari zako, habari za Bartimayo muombaji na kipofu. Na mimi leo nimekaa kwenye upofu kwa miaka mingi, nimekaa kwenye utumwa kwa miaka mingi, lakini leo nimesikia habari zako. Bwana, ninakufuata. Mungu, ile hali ambayo nimeisikia ndani, yale maono ambayo nimesikia ndani, ule mzigo wa kufanya kazi, kufanya biashara, kujituma, Bwana, ninakuja kwako. Thibitisha mambo haya. Ninakataa roho zote, kukatishwa tamaa na watu, kwa jina la Yesu. Natupa vazi la kudharauliwa, natupa vazi la uharibifu na kufuata wewe kwa damu ya Yesu. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, nifungulie milango mipya, kibali kipya, heshima mpya, neema mpya. Asubuhi ya leo, malango ya Jumanne yanifungukie, nione njia, nione fursa, nione kesho mpya katika jina la Yesu. Sema, Yesu, nyakati ya kunijilia, usiniache Bwana. Huu ni wakati wangu wa kutoka kwenye madeni, ni wakati wangu wa kutoka kwenye masikini, ni wakati wangu wa kutoka kwenye taabu, ni wakati wangu wa kutoka kwenye aibu, kwa jina la Yesu. Sema, Bwana Yesu, najikabidhi mimi na mipango iliyo mbele yangu, katika mwaka huu. Usiniache Bwana. Mungu, ninaomba, nyoosha mkono wako, uniongoze wewe. Watu wangu wa karibu wamenikalisha tamaa, watu uliotegemea wameniacha, uliotegemea wamenikataa, bali wewe Yesu umeniita na kuja kwako. Asubuhi ya leo najiweka wakfu kwa ajili ya kuanza upya maisha yangu katika jina la Yesu. Naomba endelea kuomba,
endelea kuomba kwenye area ya kwako, kwenye kona ya kwako, endelea kuomba na mimi nitaomba hapa. Baba, kwa damu ya Yesu, asante kwa Yesu hii ya leo. Bwana, umetupigania, umetutetea na kutuleta hapa ni makusudi yako, kutuamsha salama ni mapenzi yako Baba. Hatuna kimbilio lingine, maana tuliowategemea wametuzalau, tuliowategemea wametukatisha tamaa, wametuacha, wametubeza, wametuona hatuwezi. Lakini Bwana, tunaamka kwa upya kama Bartimayo. Asubuhi ya leo tunaamka kwa upya kama Bartimayo. Enda nasi Bwana, enda nasi Yesu, tembea nasi Bwana kwenye njia zetu, kazini, kwenye biashara, kwenye mipango yetu na watoto wetu. Enda nasi Bwana. Tunakataa kuwaombaomba, tunakataa kuwa kusaidiwa, tunakataa kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Neema yako, malaika zako watume kwangu, watembee na mimi. Yesu, nayafungua malango ya Jumanne, malango ya asubuhi, malango ya mchana, malango ya alasiri, malango ya jioni, malango ya usiku, nayafungua kwa damu ya Yesu, kwa damu. Kila aliyefungwa kwenye nyakati, kila aliyefungwa kwenye lango Jumanne, ninafungua. Shetani, achia miguu yao, achia maisha yao, achia upofu wao, achia fikra zao, upofu wa fikra, upofu wa mawazo, toka kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo. Uweza wako na nguvu zako, enda nasi Bwana, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Mungu li hai, na achilia baraka kwa kila ambaye anaomba saa hii. Mungu, tembea, bariki Tanzania, bariki dunia, bariki mji wa Dar es Salaam, bariki mikoa yote Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Bwana, kila aliyo kwenye huo mkoa umpokee, huo mkoa umbariki, huo mkoa achilie majibu kwake. Asiwepo ambaye atarudi kwenye uharibifu, kwenye umaskini, kwenye vifungo, maana Bwana umemfungua kama Bartimayo. Nami kwa jina la Yesu ninamfungua, ninamweka huru, namkabidhi kwako, na Jumanne ya leo ije na majibu katika jina la Yesu.